1:8 anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Mungu akwambia tafakari gonjwa la ukimwi, no. Mungu akwambia tafakari hatima yako na hilo gonjwa nayo madeni, no. Mungu anakwambia mtafakari yeye, alafu yeye atatoa ufunuo wa kuvuka hayo madeni, atatoa ufunuo wa uponyaji wako, atatoa ufunuo wa nyumba yako. Anasema uyatafakari usiku na mchana. Sasa nisikilize nikupatie ufunuo. Kwa lugha ya kawaida anaposema usiku na mchana, maana yake anamaanisha usiku wa ukweli na mchana wa ukweli. Lakini kwa tafsiri za kinabii au kwa tafsiri za kiroho, anaposema usiku na mchana utafakari, anakuambia wakati wa shida na wakati wa raha. Raha inasimamia mchana, giza linasimamia usiku. Maana ni nini? Huo ugonjwa ndio usiku wako, hiyo vita ndio usiku wako. Lakini je, hata hapo usiku unatafakari? Kuna wakati wa milima, wa majaribu mazito, kuna wakati wa kukataliwa, kuna usiku wa kuinukiwa, kuna usiku wa kupigwa vita, kuna usiku wa kuonekana wewe sio chochote, kuna usiku wa kusingiziwa. Hata hapo tafakari. Kwa hiyo kwa tafsiri ya kwanza ni physically, lakini sasa tunapoanza kudrili neno la Mungu, kudrili, tunachimba kwa kina. Anaambiwa tafakari usiku na nini? Na mchana. Wakati wa raha, wakati wa shida. Kile nilosema sema Yesu ni Bwana. Pesa zikiwepo, mtoto amefaulu, Yesu ni Bwana. Ameleta sifuri, Yesu ni Bwana. Naumwa, Yesu ni mzima, Yesu ni Bwana. Unapendwa, Yesu ni Bwana. unachukiwa na watu wote, Yesu ni Bwana. ni usiku na mchana. Kuna wakati watu wanaweza kupigia kelele wakakwambia, mbona basi faida ya maombi yako yako wapi? Wewe uliokoka, mbona sasa basi bora hata sisi? Hajui kitu anachokiongea. Tena ukimsikia mtu anayekwambia hivyo, mwambie Mungu akusamee kwa kuwa hujui unalo litenda. Ujui unalo litenda. Sikiliza, sikatai. Kuna wakati unaposhika neno, kuna miruzi mingi inapigwa nyuma yako. Wengine watakusuta, wengine watakusema vibaya, wengine watakutema, wengine watakuona ujitambui. Lakini kwa kuwa wewe una siri, simama na huyo Mungu. Mwambie Bwana, ninajua kuna wakati utanitambulisha. Kuna wakati utanitambulisha. Haleluya!